Minembwe tarehe 4 Machi mwaka 2026. Mapigano makali yameripotiwa kurejea Jumatano katika kituo cha Minembwe, nyanda za juu za Fizi na Mwenga mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano hayo yanawahusisha waasi wa Twirwaneho na Red Tabara wanaodaiwa kushirikiana na muungano wa M23 AFC dhidi ya vikosi vya FARDC vikisaidiwa na wapiganaji wa Wazalendo. Taarifa zinaeleza kuwa waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na RDF au serikali ya Rwanda wameanzisha mashambulizi mapya kwenye mihimili ya Mikenge na pia Minembwe. Hata hivyo, FARDC na Wazalendo wanasema wamejibu mashambulizi hayo kwa nguvu na kusababisha hasara kwa upande wa muungano wa M23. Pamoja na mapigano hayo, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa hadi sasa jeshi halijafanikiwa kurejesha udhibiti kamili wa Minembwe Center, huku hali ikiendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa. Wakati mapigano yakiendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Jenerali Abdalla Nyembo, kamanda wa ukanda wa 3 wa ulinzi, ametembelea kambi ya Bahuma mjini Kisangani, ambako wanajeshi wa FARDC wanapatiwa mafunzo ya mapambano ya msituni na kikosi cha mafunzo cha Ufaransa. Ushirikiano huo unalenga kuimarisha uwezo wa kiutendaji wa jeshi katika mazingira magumu ya msitu, ambao ni sehemu kubwa ya uwanja wa operesheni mashariki mwa nchi. Wakati huo maporomoko ya ardhi yameripotiwa Jumanne 3 Machi mwaka 2026 katika eneo la uchimbaji madini la Gasasa, takriban kilomita 5 kutoka Rubaya Center, wilayani Masisi, Kivu Kaskazini. Wafanyakazi wanahofia idadi ya vifo inaweza kuzidi watu 200 kulingana na makadirio ya idadi ya wachimba madini wanaofanya kazi kila siku katika mgodi huo wa Coltan. Utafutaji wa manusura na mihili unaendelea, huku familia nyingi zikiwa hazijui hatima ya wapendwa wao waliokuwepo katika eneo la tukio. Liliwahi kukumbwa na janga kama hilo tarehe 28 Januari, ambapo zaidi ya watu 400 waliripotiwa kufariki dunia. Licha ya hatari hiyo, wachimbaji walirejea kazini kutokana na ukosefu wa njia mbadala za kujipatia kipato. Taarifa zinaeleza kuwa mawasiliano kuhusu tukio hilo yamewekwa vikwazo, huku baadhi ya watu waliorekodiwa picha au video wakidaiwa kuzuiwa na makundi yenye silaha yanayodhibiti eneo hilo. Kinyume na uvumi uliosambaa mitandaoni kuhusu kifo chake, kamanda wa kijeshi wa M23 Sultani Makenga alionekana hadharani Jumatatu 2 Machi mwaka 2026 katika hafla ya kuhitimisha mafunzo ya wapiganaji wapya mkoani Kivu Kaskazini. Kuonekana kwake kunajiri wiki moja baada ya kuuawa kwa msemaji wa kijeshi wa kundi hilo anajulikana kama Willy Ngoma tarehe 24 Februari huko Rubaya, tukio lilozidisha mvutano katika eneo hilo. Hali ya usalama mashariki mwa DRC inaendelea kuwa tete, huku mapigano, majanga ya kibinadamu na mvutano wa kisiasa vikichangia kuongezeka kwa hofu na sitofahamu miongoni mwa wananchi.